Hadi jana tarehe 16 Septemba mwaka 2015 mgombea wetu Dr. John Pombe Magufuli alikuwa ameshafanya kampeni katika mikoa 12, majimbo 94, ameshafanya mikutano mikubwa ya hadhara 76 na mikutano midogo midogo ya barabarani 381. Ametembea kwa gari jumla ya kilomita 13,720. Kwa ujumla ameshakutana moja kwa moja na wapiga kura takriban zaidi ya 30%. Na kwa kuwa baadhi ya mikutano yetu sisi inatangazwa moja kwa moja na radio za jamii, lakini na luninga, kwa Watanzania waliopata fursa ya kumsikia na kumuona wanakadiriwa kuwa takriban 70% ya wapiga kura. Karibu wiki 3 zilizopita CCM ilipokea mwaliko, na tunaamini vyama vyote pia vilipokea mwaliko huo, wa mgombea urais wa CCM Dr. John Pombe Magufuli kushiriki kwenye mdahalo wa wagombea urais ulioandaliwa na Baraza la Habari Tanzania, Media Council of Tanzania, kwa kushirikiana na taasisi nyinginezo kadhaa ikiwemo Twaweza, CEO Round Table na nyinginezo. Nataka kuwafahamisha kwamba Dr. Magufuli amekubali kushiriki mdahalo huo. Kwa msingi huo, kauli iliyotolewa jana na UKAWA kupitia mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi Bwana James Mbatia kwamba UKAWA inaomba mdahalo, kauli hiyo ni ya kuwadaa Watanzania, kwa sababu mwaliko wa mdahalo ulikwishatolewa kwa vyama vyote kushiriki, na mwaliko uliotolewa ni wa wagombea urais kushiriki mdahalo na si kinginecho. Mdahalo hautakuwa na maana kama mgombea mmojawapo wa vyama vikuu atatengeneza kisingizio ili asishiriki. Sisi tunasikitishwa na kauli zinazoanza kutolewa na baadhi ya viongozi wa UKAWA zenye kuashiria fujo na vurugu. Kauli kwamba kura zitaibiwa hazina msingi wowote. Kauli hizi zinaashiria maandalizi ya kushindwa na maandalizi ya kufanya vurugu baada ya matokeo ya kushindwa. Utaratibu wa uchaguzi wetu hapa nchini unajulikana wazi na umekubalika na vyama vyote. Wote tunafahamu kwamba kura zinapigwa kwenye vituo na zinahesabiwa vituoni, mbele ya mawakala wa vyama vyote, mbele ya wasimamizi wa uchaguzi, mbele ya waangalizi wa uchaguzi wa ndani na wa nje. Zoezi la kupiga kura na zoezi la kuhesabu kura linafanyika mbele ya macho mengi na kwa uwazi. Baada ya kuhesabu kura, kuna fomu maalum inatolewa ambapo matokeo yaliyohesabiwa na kushuhudiwa na watu wote yanajazwa, na mawakala kwenye vituo wanaweka sahihi, na ukishaweka sahihi unaondoka na fomu yako, na ukiondoka na fomu yako nyingine inabandikwa nje ya kituo ili Watanzania wengine wote waone kwenye kituo chao kura zimeenda vipi. Kwa hiyo kila chama na kila Mtanzania ana fursa ya kujumlisha matokeo ya kila kituo nchi nzima.